Kwa jina naitwa Madam Nabila Kisendi, ni mwenyekiti wa SMAUJATA mkoa wa Shinyanga. SMAUJATA ni shujaa wa maendeleo na ustawi wa jamii Tanzania. Tupo kwa ajili ya kupinga na kutokomeza ukatili wa kijinsia. Tunashukuru tumefikia hatua kubwa sana dhidi ya kupinga na kutokomeza ukatili wa kijinsia ndani ya mkoa wetu wa Shinyanga. Tumeweza kuibua vitendo vya ukatili vinavyofanyika ndani ya mkoa wetu wa Shinyanga, kiwilaya, kata na vijiji. Pia tumeweza kuandaa makongamano dhidi ya kutoa elimu ya kupinga na kutokomeza ukatili ndani ya mkoa wetu wa Shinyanga. Tumeweza kuibua vitendo vya ukatili kwenye kata zetu, huko kata mbalimbali zilizopo ndani ya mkoa wa Shinyanga. Pia tumeweza kupaza sauti dhidi ya vitendo vya ukatili vinavyofanyika kwenye wilaya, kata na mikoa iliyopo ndani ya mkoa wetu wa Shinyanga. SMAUJATA tunapambana kutokomeza ukatili. Kama mnavyosikia vitendo vya ukatili vinavyofanyika, tunapata taarifa, tunapaza sauti kwa kushirikiana na maafisa ustawi wa jamii, watendaji pamoja na viongozi wote wa serikali waliopo ndani ya mkoa wetu wa Shinyanga. Tunashukuru sana ushirikiano tunaopata dhidi ya viongozi wetu wa serikali, kuanzia mkuu wetu wa mkoa Anna Mlinge Macha alipokuwepo. Tunamtakia kila la heri katika kazi zake anazoenda kuzifanya ndani ya mkoa wa Simiyu. Tunashukuru sana jitihada za viongozi wetu wa serikali, wakuu wa wilaya wote waliopo ndani ya halmashauri 6 zilizopo ndani ya mkoa wa Shinyanga. Wanatupa ushirikiano wa kutosha. Nashukuru pia mama yetu ambaye rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, anaendelea kupinga na kutokomeza ukatili uliopo ndani ya taifa letu. Pia tunamshukuru sana mwenyekiti wetu Sospeter Burugu pamoja na waziri wa maendeleo na ustawi wa jamii mama yetu Dorothy Gwajima. Tunawashukuru sana viongozi wetu, waasisi wetu, ndugu yetu Sospeter, tunakushukuru sana. Tumeweza kupaza sauti kwenye jamii, tumeweza kuibua vitendo vya ukatili mbalimbali vinavyofanyika katika mkoa wa Shinyanga. Mwenyekiti, kwenye kata ya Isaka kuna taarifa hivi karibuni zimesikika kwamba watoto wawili wamefanyiwa ukatili. Hebu tuambie, kwenye mkoa wako taarifa hizo ulizipata na ilikuwaje? Mpaka sasa hivi kuna hatua gani imefikiwa? Tunashukuru sana kushirikiana na viongozi wa serikali, akiwepo mkuu wetu wa kituo kata ya Isaka. Kweli taarifa zilikuwepo, mtoto alifanyiwa ukatili na binti wa kazi. Taarifa tulizipata. Baada ya taarifa hizo tukawa tumewasiliana na mkuu wa kituo, akalifanyia kazi, na mpaka sasa hivi yule binti yupo ndani. Tukio ambaye mtoto wa miaka 2 alifanyiwa ukatili na binti wa kazi kwa kuchomwa kisu sehemu za asili na mpaka umauti ukamkuta. Tumelifanyia kazi kwa kushirikiana na viongozi wa serikali, na mpaka sasa hivi hatua za kisheria zinaendelea. Pia kuna tukio ambalo la mama wa mtoto ambaye alikuwa anamfanyia ukatili mtoto wake kutokana na akili alizonazo, kwa sababu ana matatizo ya kiakili. Kwa hiyo akawa anamlisha yule mtoto kinyesi. Kwa hiyo sisi kama mashujaa tukawa tumeibua kile kitendo cha kiukatili alichokuwa akifanya yule mama kutokana na akili yake. Tukawasiliana na afisa ustawi wa jamii wa Msalala kwenye kata hiyo ya Isaka, akawa amefika, na pia tukawa tumechukua hatua za kumuokoa yule mtoto, kumweka sehemu salama, na sasa hivi hatua zinaendelea, na yule mtoto ataenda kwenye kituo cha kulelea watoto kwa muda, ili wazazi baadaye wanaweza kaja kuchukua upande wa baba yake na yule mtoto. Kutokana na matukio hayo, una wito gani sasa kwa serikali, hasa jeshi la polisi? Nipende kuzungumza kwamba au kuwahusia wawe na moyo wa dhati kuokoa matukio kama hayo, kwa sababu taarifa zinapopatikana ziweze kufanyiwa kazi kwa haraka sana, ili kuokoa maisha ya wale watoto, na wale ambao tayari wanakuwa wameshapata athari kama hizo
naomba kama kiongozi wa SMAUJATA mkoa, sheria ichukue mkondo wake. Inaumiza sana pale jamii tunapokuwa tunakutana na vitendo vya ukatili kiasi kile, inaumiza sana kwa sababu sisi ni binadamu. Yale matukio tunatakiwa tuyapinge na kuyatokomeza. Kwa hiyo viongozi wa serikali wawe na kipaumbele kuokoa jamii. Kama tunavyokuwa tunaona jamii inapokuwa na hayo majanga, hatuwezi tukaendelea, hatuwezi tukapata amani. Wito wako ni upi sasa kwa viongozi wa SMAUJATA kuendelea kutoa elimu za ukatili kwenye maeneo yao? Wito wangu kwa viongozi wangu wa SMAUJATA, na waomba tuendelee kupaza sauti kila kukicha, kuibua na kutokomeza ukatili uliopo ndani ya mkoa wa Shinyanga. Nafikiri leo tumekaa kikao kazi kwa ajili ya maelekezo ya kuendelea kufanya kazi ndani ya wilaya, kata na vijiji vilivyopo ndani ya mkoa wetu wa Shinyanga. Tupaze sauti, mashujaa, tupinge na kutokomeza ukatili uliopo ndani ya mkoa wetu wa Shinyanga, kwa sababu sisi ni sauti na sisi ni maendeleo ya jamii na ustawi wa jamii Tanzania, ambao tupo kwa ajili ya kuwasaidia jamii inayotuzunguka. Kwa hiyo viongozi wangu na waomba pia waendelee kupinga na kutokomeza ukatili uliopo ndani ya mkoa wetu wa Shinyanga, tuweze kuokoa jamii zetu. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.